Ushindi wa mbinde wa leo hii wa Yanga dhidi ya KMC bao 1-0, bao la dakika 65 lililowekwa wavuni na Alan Okello. Pengine yaweza ikawa ni nyongeza tu ya sababu za kocha Pedro Gonçalves mwisho wa siku kupewa mkono wa kwaheri. Ndio, Yanga wametoa taarifa kwa umma ikiwa ni muda mfupi tu baada ya mechi yao dhidi ya KMC ambayo Yanga walipata ushindi wa bao 1-0, lakini hakika haikuwa mechi nyepesi hata kidogo. Ni kwamba Yanga na pengine kwa kiasi fulani wanaweza wakashukuru kwamba waamuzi wa mchezo wa leo, Mrope katika tukio mojawapo hakuliona kwa usahihi tukio la Shadrack Isakaboka kumfanyia madhambi Eric Mwijage ambalo pengine liingiza mkwaju wa penalty na kuongezea nasibu ya kufunga bao KMC, na pengine mechi ingekuwa ngumu zaidi, kwa sababu kumbuka Yanga wamepata ushindi wa bao 1-0. Lakini sio tu kwa sababu mechi ilikuwa ngumu kutokana na KMC walivyokuwa wakizuia zaidi, lakini Yanga cheza yao walionekana wakistruggle zaidi, ingawa walifika zaidi kwenye eneo la KMC. Majaribio waliyofanya mengi yalikuwa sio ya kulenga shabaha. Kwenye kipindi cha kwanza Yanga waliomiliki zaidi mpira, walifika zaidi, wakapiga mashuti 9, 3 yamelenga shabaha, lakini ilikuwa ngumu kupata bao. Kipindi cha pili ndipo kafunga bao kwa dakika ya 65. Lakini sio tu mechi ya leo hii, pengine pia matokeo ya mechi yao dhidi ya Simba, mechi mbili mfululizo back to back, tarehe 29 na tarehe 3, kwa maana ya mechi ya fainali kombe la Muungano dhidi ya Simba, Yanga walipotea kwa kufungwa bao 1-0. Simba katoa kombe la Muungano ambalo Yanga walikuwa kilitetea kwa sababu msimu uliopita ni wao ndio waliotoa ubingwa. Lakini katika mechi nyingine tena ya mzunguko wa pili wa ligi kuu Tanzania bara dhidi ya Wekundu wa Msimbazi Simba kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, mechi ilikamilika, matokeo ni 2-2, lakini ni mechi ambayo Wekundu wa Msimbazi Simba kwenye kipindi cha kwanza walianza vizuri zaidi. Ndani ya dakika 10 walifunga mabao mawili. Bao katika dakika ya 3 ilifungwa Basegeye, bao dakika ya 9 limefungwa na Cletus Chota Chama, lakini Yanga walikuja kusawazisha dakika ya 17 kupitia kwa Bakari Nondo Mwamnyeto, lakini pia kwenye kipindi cha pili wakasawazisha la kipindi cha kwanza dakika 17 likifungwa na Prince Pumelo Dube, halafu Bakari Nondo Mwamnyeto akaja kufunga dakika ya 50 kufanya matokeo yawe 2-2. Ni katika mechi ambayo cheza yao na Simba ilikuwa ni ya kugawana vipindi. Kipindi cha kwanza Yanga walimiliki mpira zaidi ya 52%, lakini ni Simba ndio waliokuwa na makali zaidi kwenye eneo la mwisho akifunga mabao 2-0. Lakini kipindi cha pili Simba walitawala zaidi mpira kiasi ya kwamba kwenye dakika ya 90 Simba walikuwa wanamiliki mpira kwa 55%, lakini mwisho wa mechi kila timu ilipiga mashuti 6 kulenga shabaha, huku Djigui Diarra akiwa ni miongoni mwa waliong'ara sana kwenye mchezo huo, akicheza mikwaju kadhaa iliyolenga shabaha ambayo pengine asingekuwa na ubora wake, pengine kungekuwa na maumivu zaidi kwa Yanga. Lakini pamoja na yote ni kwamba Yanga wanaachana na Pedro Gonçalves, bila shaka utakuwa na sababu nyingine zaidi ya kile kinachoonekana uwanjani, kwa sababu Yanga wako juu kileleni mwa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara mpaka sasa, wana pointi 51, ndio timu yenye mabao mengi zaidi, ina mabao 47, ndio timu iliyoruhusu mabao machache zaidi, imeruhusu mabao 5. Yanga ina mwenendo mzuri wa kuelekea ubingwa wa 5 mfululizo wa ligi kuu Tanzania bara. Je, ni kitu gani zaidi kimemponza Pedro Gonçalves? Sababu zaweza kuwa nyingi, lakini management ya Yanga ndio inafahamu vizuri zaidi, kwa sababu inakumbukwa kwamba hivi sasa wakati wakimtoa alitangazwa kuwa ataiongoza Yanga ni kocha Abdulhamid Mwale ambaye alitangazwa kurejea ndani ya Yanga mwezi wa 3. Ni kwa sababu gani? Ni kwamba Yanga walieleza baada ya kikao chao na kuongea na kocha Pedro Gonçalves, walikuwa Yanga na hasa maoni ya mashabiki wao na wao wenyewe ni kwamba Yanga namna inavyocheza hairidhishi hivyo kulinganisha na kile ambacho wanakitarajia na hasa juu ya wanavyocheza. Matokeo yake ndipo kamleta Mwalimu ili kushirikiana na Pedro Gonçalves benchi lao la ufundi kwa ajili ya style of play Yanga kuimarika katika namna wanavyocheza na hatimaye kwenda kupata matokeo. Lakini sasa ikiwa baada ya mwezi wa 3 kufanya hivyo, muda mfupi tu, huu ni mwezi wa 5, anatangazwa kwamba kocha Pedro Gonçalves hayupo tena Yanga, bali Mwalimu alijiunga na Yanga kwa mara nyingine mwezi wa 3, sasa akiwa ndiye anakwenda kuiongoza timu. Mwalimu ana rekodi nzuri. Msimu uliopita alijiunga na Yanga wakati ikisuasua. Mechi 10 za kwanza Yanga ikiwa na Miguel Gamondi, ilikuwa inapata matokeo mazuri, lakini kwa hoja ni kwamba cheza yake ivuti sana. Alipoingia Mwalimu, yeye akashirikiana na aliyekuja kuwa kocha mkuu Sead Ramovic, wakawa wanafanya vizuri sana. Ramovic alipokuja kuondoka kenda Algeria, klabu ya CR Belouizdad,
akaja Habdi Milud, Yanga ikiwa chini ya makocha hao, huku Mwalimu wakati huo akitangazwa kama mkurugenzi wa ufundi, lakini pia kocha msaidizi. Yanga ilicheza mechi 20, ilishinda mechi 19, ilitoa suluhu mechi moja dhidi ya JKT Tanzania bila kwenye uwanja wa Jenerali Samuyo. Kwa hiyo performance yake ikawa imepata pointi 58 kati ya 60 katika mechi 20 ambazo Mwalimu alikuwa sehemu ya benchi la ufundi akiwa mkurugenzi wa ufundi, lakini pia kocha msaidizi. Lakini ni Yanga ambayo ikafunga mabao 69, ikaruhusu mabao 6, wakati Mwalimu akijiunga na makocha wao tofauti Hamdi Milud pamoja na Ramovic. Yanga ilikuwa imefunga mabao 14, imeruhusu mabao 4. Kwa mwisho wa msimu Yanga ikatoa ubingwa kwa rekodi ya kwake yenyewe binafsi kwa point, maana ilimaliza na point 82 kati ya 90, performance ya 91.111 around ya 91. Yanga ikaeka rekodi tangu ligi kuu Tanzania bara ianzishwe kutoka kuitwa ligi daraja ya kwanza mwaka 1996-97 kwa kuwa na idadi kubwa ya mabao kuliko points. Mabao 83, point ilimaliza 82. Zile point 82 kati ya 90 ni performance ya 91 ambayo kwa Yanga yenyewe ni rekodi ya aina yake, hawakuwahi kuifikia hata siku moja wakati ligi kuu Tanzania bara ikianzishwa, kwamba performance 91 ikipoteza 2.8 katika msimu mzima pale ilipofungwa na Azam, ilipofungwa na Tabora United wakati huo, sasa hivi TRA United, na suluhu dhidi ya JKT Tanzania. Lakini mwisho wa msimu Mwalimu akaja kuondoka baada ya Yanga kupata kocha mwingine Romain Folz, lakini Romain Folz hakudumu, akaondoka. Ndipo baadaye akaja Pedro Gonçalves na kuendelea kuiongoza Yanga ambayo sasa inakwenda kuwa na Mwalimu aliyerejea mwezi wa 3. Kiufupi tu ni kwamba Yanga mpaka sasa haina uwezo wa kufikia idadi ya pointi zilizopata msimu uliopita, kwa sababu ikishinda mechi zote zilizobaki hivi sasa ikiwa na pointi 51, bado mechi 9 itakuwa na pointi 78, lakini msimu uliopita ilimaliza na pointi 82. Kwa hiyo pointi zitapungua 4 endapo itashinda zote. Pakitokea na kuteleza popote, sare ama kufungwa, hata hizo 78 hawatazifikisha. Lakini hata kwenye mabao Yanga msimu uliopita kwa wastani kwenda funga bao kila baada ya dakika 32 na sekunde 32 kwa kufunga mabao 83 katika mechi 30 dakika 2700. Lakini leo hii kabla ya mechi dhidi ya KMC Yanga ilikuwa inafunga bao kila baada ya dakika 39. Kwa viwango vyake imeshuka kidogo hasa kwenye kufunga, lakini kwenye kuzuia imeimarika, kwa sababu kabla ya mechi dhidi ya KMC Yanga inaruhusu bao kila baada ya dakika 360, wakati msimu uliopita mechi 30 iliruhusu mabao 10, wastani wa kuruhusu kila baada ya dakika 270. Kwa ufupi, Yanga inafanya vizuri kwenye ligi kuu Tanzania bara, lakini ikijipima kwa viwango vyake, namna inavyocheza uwanjani, inavyo struggle, yaweza ikawa sababu za hitimisho hili la Yanga dhidi ya aliyekuwa kocha wao raia wa Ureno Pedro Gonçalves. Je, itakuwa vipi katika mechi 9 zilizobaki? Yanga itaendelea kutimiza dhamira yake ya kutoa taji la 5 mfululizo wa ligi kuu Tanzania bara? Lakini pengine wanaangalia kwa jicho la mbali zaidi kwenye michuano ya kimataifa. Msimu uliopita Yanga iliishia hatua ya makundi. Msimu huu walitarajia labda wataimarika zaidi, lakini chini ya Pedro Gonçalves walimaliza katika nafasi ya 3. Miongoni mwa changamoto ndio hizo, lakini kuna mazuri yake. Chini ya Pedro Gonçalves Yanga wakati mwingine inashinda hata pale isipocheza vizuri, na ndio kaliba tabia za timu zinazofanya vizuri, kwamba sio lazima wacheze sexy football ili washinde, na wao chini ya Pedro Gonçalves walijitabanahisha hivyo katika baadhi ya mechi, ikiwemo leo hii dhidi ya KMC Yanga ilistruggle, lakini ilishinda bao 1-0 na mechi nyingine kadhaa. Itakuwa vipi? Ni swala kusubiri, maana Yanga wenyewe hawajaeleza sababu zozote kati ya hizi tunazozidhania. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwanzishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.